Kwa majina naitwa Hamim Kilahama, mratibu wa Great Ruaha Marathon, tukielekea msimu wa 5. Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na meza kuu, kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kushiriki au kukutana pamoja jioni ya leo au alasiri ya leo katika hili tukio ambalo tunaenda kuzindua rasmi mbio yetu kwa msimu wa 5. Pamoja na ratiba yako ambayo iko tight, lakini tunashukuru kutupa nafasi ya kujumuika nasi. Mwenyezi Mungu akubariki. Na hii haitokei bure. Inatokea kwa sababu tu ya jina lako. Jina lako naitwa Kheri. Kwa hiyo kheri ni kheri ndani ya watu. Asante sana. Great Ruaha Marathon. Asanteni. Kwa niaba ya Kamishna wa Uhifadhi, Shirika la Hifadhi za Taifa Tanzania TANAPA, nimekuja hapa kumwakilisha yeye, na kwa namna kipekee kabisa tunaomba kuwashukuru. Tunashukuru sana timu ya ACYDP kwa uratibu huu, lakini kwa kuendelea kufanya mbio hizi katika Hifadhi ya Taifa ya Ruaha. Mbio hizi, Mheshimiwa mgeni rasmi, hii ni zaidi ya mbio. Kiukweli hii ni zaidi ya mbio kwa sababu ya kwanza haifanyi mbio peke yake. Hii ina vibe na kutalii. Lakini hii inakuuza mkoa wa Iringa, inakuuza hifadhi ya Ruaha, lakini inakuuza kanda ya kaskazini. Kwa hiyo sisi binafsi kama Shirika la Hifadhi za Taifa Tanzania tunaitizama hii kwa namna kipekee na kwa jicho la kipekee, yani ni zaidi ya mbio. Kwa kweli uwepo wa mbio hizi umekuwa ni chachu kubwa sana. Hii ni msimu wa 5 na imekuwa ni chachu kubwa sana ya kuendelea kukuza utalii, na inakuza utalii wa ndani na utalii wa nje. Tumeona mwaka jana au msimu wa 4 kulikuwa na watalii wengi tu kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo hii imefanya kuitangaza sana Ruaha. Lakini tumeona mwaka jana tulipata watalii zaidi ya 860 ambao waliweza kushiriki mbio hizi. Kwa hiyo tumeona mchango wake mkubwa kwa vitendo kwenye kukuza na kufungua upande wa kusini mwa nchi yetu kwa kutumia mbio hizi. Na kwa kweli imechangia kwa vitendo. Na inachangia kwa vitendo dhana kubwa ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Alipofanya filamu ya Royal Tour, alikuwa kwa nia dhati kufungua utalii na kukuza. Na hii imeenda kufanya kwa vitendo kukuza utalii. Ilikuwa ni ndoto yetu sisi Shirika la Hifadhi za Taifa Tanzania kuiona kusini inafunguka. Tumeziona hizi hifadhi zikiwa na vivutio vingi, zikiwa ni hifadhi bora, lakini bado zikiwa na wageni wachache. Na tunaona jitihada kubwa ya serikali. Tumeona uwanja wa ndege, tumeona miundombinu mbalimbali, tumeona barabara sasa inayoelekea Ruaha, lakini tumeona msaada mkubwa wa serikali kwenye kupitia miradi ya Regrow. Na kwa kweli yote kwa pamoja, miundombinu na vingine vyote vinavyoendelea kufanyika, kwa kweli vinaenda kufungua, vinalenga kuhakikisha kwamba tunaweza kukuza utalii na tunafikia malengo yetu makubwa. Hii hifadhi inatambulika kama Hifadhi ya Taifa Ruaha, inatambulika kama hifadhi bora Afrika kwa hifadhi yenye vivutio vya kiutamaduni. Kwa hiyo hii hifadhi ina hadhi kubwa, na tunatambua na kuamini kabisa kupitia mbio hizi hifadhi hii inaendelea kujiuza kwa kuweza kuisambaza na kuifahamu hifadhi hii, lakini hifadhi hii inaenda kuhakikisha lengo la kufikia watalii uliojipanga inafikiwa, kwa maana kwamba inaongeza idadi ya watalii wa ndani hususan, lakini pia na wa nje. Kwa hivyo sisi kama Shirika la Hifadhi za Taifa Tanzania kwa kweli kwa dhati kabisa tupo tayari kushirikiana na waandaaji wa mbio hizi, lakini pia na ofisi yako Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kuhakikisha kwamba tunafikia mafanikio makubwa na malengo makubwa ambayo tumejiwekea, kuhakikisha mbio hizi zinaenda kufikisha kwenye malengo yetu ya kufikia watalii milioni 8. Tunajua hivi karibuni wiki iliyopita tuliweza kuzindua ATM 2030 na tukasema ATM 2030
ni kwamba ifikapo mwaka 2020 tulisema 80 ni 8, M ni million, 2030 ifikapo mwaka 2030 tutakuwa tumefikia malengo ya watalii milioni 8, na hii ndiyo njia mojawapo ya kuhakikisha tunafika malengo hayo. Basi kwa kusema hayo, napenda kuwashukuru sana na kuahidi kwamba tutakuwa pamoja kuhakikisha kwa kishindo tunafanikia mbio hizi. Great Ruaha Marathon. Fuata ni zoezi la kukaribisha mkurugenzi wa SYDP kwa ajili ya hotuba tafadhali. Ndugu mgeni rasmi, viongozi wa taasisi mbalimbali na wageni wote mlioalikwa, nisingependa niende kwenye kila mtu ambaye yupo. Awali ya yote ni mshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutusafirisha salama kutoka Dar es Salaam sisi wote na timu nzima na kufika hapa Iringa. Na pia tunashukuru kwa sababu tumekuja kwa uzinduzi rasmi wa mbio ya Great Ruaha Marathon kwa mwaka huu wa 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya Sustainable Youth Development Partnership napenda kukushukuru kwa dhati kwa kukubali mwaliko wetu na kuwa nasi leo. Tunajua una mambo mengi, lakini tulipokuletea ombi letu hukusita kusema utakuja. Tunashukuru sana. SYDP ni taasisi iliyojikita katika kuwawezesha vijana kupitia fursa za maendeleo endelevu. Kupitia Great Ruaha Marathon tumeweza kuunganisha kwa mafanikio sekta za uhifadhi, za mazingira, utalii na michezo kama nguzo muhimu za maendeleo ya jamii na kiuchumi. Kwa misimu minne iliyopita tumepata mafanikio makubwa, ikiwa ni pamoja kuongeza kwa mwamko wa utalii wa ndani na nje ya nchi, hususan katika ukanda wa kusini, kuimarika kwa juhudi za uhifadhi kupitia ushirikishwaji wa jamii ambao bado tunaendelea pia kusisitiza, ukuaji wa michezo ya riadha kwa vijana na kuwapa jukwaa la kuonesha vipaji vyako na kuhamasisha watu kufanya mazoezi. Kama ambavyo mratibu amesema, kuna wengine wakati tunaanza msimu wa 3 walikuwa wana weight kubwa sana. Mfano mmoja wapo hapa amepunguza sana weight saizi. Hii yote nadhani ni moja ya mafanikio yetu sisi, na ni mpenzi sana saizi wa kutembea. Mheshimiwa mgeni rasmi, ukanda wa kusini una utajiri mkubwa na vivutio vya utalii vingi sana. Ukianzia Selous, Ruaha yenyewe, Kituro, na hapa penyewe Iringa kuna utalii mwingi sana ambao kwa kupitia mbio kama hizi ndio tunachagiza ili watu waje waone na watakuja tena mwakani. Mheshimiwa mgeni rasmi, Great Ruaha Marathon imeendelea kufungua fursa za kiuchumi kwa jamii. Wafanyabiashara hupata masoko na kuuza bidhaa zao muhimu. Mbali ya vijana kupata ajira, lakini pia jamii inanufaika kupitia ongezeko la shughuli za kijamii. Kwa mwaka huu tuna kilomita 5 kama mwaka jana, tuna kilomita 10, tuna kilomita 21. Kama ambavyo imeonyeshwa kwenye video, pia tuna walking safari na sport fishing. Mwaka jana ilikuwepo. Mwaka huu pia tumeongeza kitu kimoja kinaitwa cycling. Tunategemea watu pia watoe burudani kwa kupitia na baiskeli. Lengo ni kuongeza ushiriki, ubunifu na thamani ya tukio letu. Na baada ya mbio hii baada ya sport fishing na walking safari ambazo zote zitafanyika tarehe 3 jioni, tunategemea pale Ibuguziwa tutaweka mazingira ambayo yatakuwa ni ya networking, tutapima afya za watu, tutapata muda wa kudiskasi issue mbalimbali na wadau wote ambao watakuja. Tunajua muda wako ni mchache, lakini pia tuna maombi maalum. Mengine tutakuwa tunakufuata ofisini. Ombi letu kubwa kwako, ili kuhakikisha maandalizi na utekelezaji wa Great Ruaha Marathon 2026 unafanikiwa, tunaomba usaidizi wako katika maeneo yafuatayo. Moja, kutupatia kibali cha kupamba mji wa Iringa kwa mabango ya uhamasishaji katika maeneo ya kimkakati. Hapa tunaomba ile roundabout pale jirani na Samora, na pia tunaomba hapa kwenye mnala wa saa hapa. Hii tunaitaka kwa sababu tunategemea kwamba zile wiki 3 kabla ya mbio
tupambe kiasi kwamba mtu akiona tu ajue kuna tukio kubwa, kama ambavyo mbio kubwa ile ya Akili Marathon huwa wanafanya. Ukienda pale Arusha, Moshi, wanapamba vizuri sana, na sisi tukuahidi tutapamba vizuri sana, tusikwamishe na taasisi ambazo zinahusika, kwa sababu hii ni kwa ajili ya kutangaza mkoa. Hili ni ombi letu la kwanza. Ombi la pili ni kuhamasisha wadau kutumia Guruma kama jukwaa la kutangaza huduma zao. Tunajua wako wengi wanakufikia saizi, na wewe tungeomba, kwa sababu hii ni issue ya kwako, mtu akija kuomba kitu pale usisahau unasema na mimi nina ombi langu. Hebu wasaidie pia vijana na timu nzima ya Great Ruaha Marathon. Pia tunaomba kuhamasisha, kwenye hiyo kuhamasisha kuna wale wadau wa usafiri na malazi kushiriki kikamilifu. Mbio yetu pamoja na kwamba inapendwa na tunazidi kuitangaza, lakini watu wakishakuwa wengi, tunapenda sana wale watu wenye usafiri waweze kuchukua hiyo fursa. Tunawatangazia, lakini na wewe pia ukisaidia tutashukuru sana. Pia kuna wale wenye mahoteli ya pembeni, lakini pia wenye mahema, kwa sababu ndani uzuri TANAPA wana maeneo mazuri sana ya camping ambayo yanaweza yakabeba makundi kwa wingi kabisa. Tungeomba sana na wenyewe wahamasishwe. Na mwisho wa siku, ombi letu la mwisho tunaliwasilisha kwako ni kuhamasisha taasisi kusajili watumishi wao ili kushiriki hii siku. Iwe ni kama ishu ya mtoko, kwa sababu tunataka hiyo siku ya tarehe 3 watu wote tunaenda Iringa. Wewe unabaki Iringa kufanya nini? Hebu twende kule. Waziri Mkuu kama atakubali, wewe mwenyewe utakopo kule, itakuwa vizuri tukae kule na pia uonge nao. Wakiwa wengi kama una hoja pia najua huwa unawatumia vizuri sana. Shukrani za mwisho kabisa, napenda kutoa shukrani za dhati kwa timu nzima ya Great Ruaha Marathon. Kwa namna ya kipekee na washukuru waandaaji, wapiga picha, videographer, timu ya ubunifu, creative team, pamoja na wote waliokuwa nyuma ya pazia kuhakikisha kila kitu kinakwenda kwa ufanisi. Vile vile ninatoa pongezi za dhati kwa volunteer wote wa ndani na nje ya nchi ambao wamekuwa nguzo muhimu sana katika kazi yetu. Hii kazi ni ngumu, lakini bila wao kidogo hauwezi kufanikisha kuwafikia watu wengi sana. Hakika hawa wote ni timu inayojitoa kwa moyo sana. Vile vile naomba kushukuru sana waandishi wa habari wa Iringa. Tunakumbuka mwaka jana ulitushauri, ulituita kwenye kikao cha ndani ukatuambia, jamani watumieni sana watu, mtaniambia. Yaani mwaka jana ile tu tulikuambia kwamba lilikuwa ni wazo zuri sana, na sisi tulivyowatumia tuliona hata ile tofauti ya watu uelewa, kwa sababu walitangaza sana. Na siku hizi media zina advantage moja, unaweza kaa huko Iringa lakini ukiwa tu na internet unaongea na Tanzania nzima. Kwa hiyo tunakushukuru sana kwa hilo na tunalifanyia kazi, na hata kwenye press conference Dar es Salaam tuliwaalika. Hatukuweza kualika wote, lakini wale wachache waliokuja walipiga sana kelele. Kwa hiyo tunakushukuru sana na tunaifanyia kazi. Baada ya kusema haya, naomba kwa heshima kubwa nikukaribishe uzindue rasmi Great Ruaha Marathon 2026 na kutambulisha official Guruma running kit ya 2026. Asante sana kwa kunisikiliza. Ndugu waandishi wa habari wote mlioko hapa, wawakilishi kutoka TANAPA makao makuu, kamanda mkuu wa jeshi la polisi wa mkoa wetu wa Iringa, lakini kipekee naomba nitambue uwepo wa mwenyeji wetu mkuu wa wilaya ya Iringa Mheshimiwa Benjamin Sita, mhifadhi mkuu wa hifadhi ya taifa ya Ruaha ndugu Emmanuel Moirana, mkurugenzi wa Sustainable Youth Development Partnership ndugu Edward Atanas, mratibu wa mbio za Great Ruaha Marathon ndugu Hamimu Kilahama, wakuu wa idara mbalimbali katika hifadhi ya taifa ya Ruaha, mkuu wa kanda, wakuu wa makampuni mbalimbali, wakuu wa taasisi, mwenyekiti wa chama cha riadha mkoa wa Iringa, viongozi wa vilabu vya michezo mliopo, vijana wetu waliojitokeza kujitolea katika Great Ruaha Marathon kwa mwaka huu, wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa, mabibi na mabwana kamwene. Ndugu zangu, kwanza kabisa tunamshukuru sana Mungu kwa kutubariki uzima na afya. Pamoja naomba nitambue pia uwepo wa Chifu Mkwawa kwa niaba ya wananchi wote. Nichukue fursa hii kumshukuru sana Mungu kwa kutujalia uzima, afya, kibali na uwezo wa kushiriki katika jambo hili kubwa
na zuri. Kwa niaba ya serikali ya mkoa wa Iringa, napenda kuwakaribisha kwa moyo mkunjufu wageni wote kutoka ndani na nje ya mkoa wetu wa Iringa. Tunajivunia kuwa wenyeji wa tukio hili la kipekee linaloendelea kujijengea hadhi kitaifa na kimataifa na kuweka Iringa katika ramani ya matukio makubwa ya michezo, utalii na michezo na burudani barani Afrika. Ndugu zangu, Great Ruaha Marathon sio tu mbio za kawaida, ni jukwaa pana la maendeleo linalounganisha sekta mbalimbali: utalii, uhifadhi wa mazingira, afya, michezo na uchumi wa kijamii kwa ujumla. Tunapozungumzia Great Ruaha Marathon, tunazungumzia pia mafanikio ya juhudi za pamoja za wadau mbalimbali katika kipindi cha miaka iliyopita. Leo hii mbio hizi zimekuwa na kuwa tukio linalovutia na washiriki wengi zaidi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya Tanzania, jambo linaloendelea kuongeza fursa za ajira, biashara na uwekezaji kwa wananchi wetu wa mkoa wa Iringa. Katika kuthibitisha ukuaji huu kwa mwaka huu Great Ruaha Marathon 2026, tunatarajia zaidi ya washiriki 1200 kutoka nchi mbalimbali, jambo linalothibitisha mvuto mkubwa wa kitaifa na kimataifa wa tukio hili ambalo limeendelea kujiimarisha ndani ya mkoa wetu. Washiriki hao watapata fursa ya kushiriki katika vipengele mbalimbali vya michezo na utalii, ikiwemo mbio za kilomita 5, 10 na 21 pamoja na shughuli za baiskeli, sport fishing na walking safari zitakazofanyika katika maeneo yaliyoandaliwa katika hifadhi yetu. Aidha, ratiba ya tukio hili imepangwa kuvutia zaidi. Shughuli zitaanza tarehe 3 mpaka tarehe 7, na ni matarajio yetu kwa kadri matangazo yanavyoendelea mtaona ni namna gani tukio hili la kipekee na la mvuto wa aina yake katika mkoa wetu wa Iringa. Tarehe 4 itakuwa ni siku rasmi. Siku ya tarehe 4 itakuwa ni siku rasmi ya mbio ambapo washiriki watakimbia asubuhi katika mazingira ya kipekee ya asili. Hapa kutakuwa na mbio za kilomita 5, kilomita 10 na 21. Pamoja na shughuli za baiskeli. Aidha, kwa wale watakaopata nafasi, kutakuwa na after party itakayofanyika katika eneo la Mabata Makali Lodge, ikiwa ni sehemu ya kuhitimisha tukio hili kwa furaha na kuimarisha mahusiano baina ya washiriki wote watakaokuwa wamejitokeza. Serikali ya Tanzania imeendelea kuwekeza kwa kiwango kikubwa katika miundombinu ili kurahisisha utalii katika ukanda huu wa nyanda za juu kusini. Miongoni mwa jitihada ni pamoja na uboreshaji wa barabara kutoka Iringa hadi geti la hifadhi ya taifa ya Ruaha, ujenzi na upanuzi wa uwanja wa ndege wa Nduli, pamoja na uwepo wa miundombinu ya usafiri wa anga ndani ya hifadhi yenyewe ya taifa ya Ruaha. Haya yote ni matokeo ya juhudi za serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ameendelea kuipa kipaumbele sekta ya utalii na maendeleo ya wananchi, akijua kwamba utalii ni ajira, utalii ni uchumi kwa watu wote. Kwa msingi huo, napenda kutoa wito kwa wananchi wa Iringa, nyanda za juu kusini na hata kutoka kaskazini mwa Tanzania kuchangamkia fursa hizi kwa kuwekeza katika hoteli, loji, usafiri wa huduma za utalii. Hapa tunaomba msisitizo zaidi kuhamasisha wananchi. Hii ni fursa adhimu, tuitumie ipasavyo kwa maendeleo yetu. Napenda pia kusisitiza umuhimu wa kuhifadhi mazingira, hususan vyanzo vya maji vya mto mkuu Ruaha. Ni wajibu wetu kuhakikisha kuwa tunatunza mazingira ili kudumisha urithi huu muhimu wa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Ndugu wananchi, mbio hizi pia zina mchango mkubwa katika kuboresha afya ya jamii. Ni rai yangu kwa wananchi kujenga utamaduni wa kufanya mazoezi mara kwa mara na kushiriki katika shughuli za michezo. Vile vile Great Ruaha Marathon ni jukwaa muhimu kwa wafanyabiashara wa ngazi zote kutangaza bidhaa na huduma zao. Tunaomba wajitokeze kwa wingi wadau ili kufanya Gurma ikue zaidi na zaidi katika viwango tunavyovitarajia. Napenda kuhakikishia wageni wote kuwa mkoa wa Iringa ni salama kabisa. Serikali ya mkoa iko tayari kuwapokea na kuwapa ushirikiano wadau wote watakaokuwa sehemu ya jambo hili. Kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na wenzetu wa TANAPA, tumejipanga kuhakikisha usalama wa washiriki wote kuanzia mwanzo hadi mwisho wa tukio hili, na ninapenda kuhakikishia kwamba usalama utakuwepo mwanzo, kabla, kati ya zoezi lenyewe na baada ya zoezi lenyewe. Vile vile nawapongeza waliojitokeza kutoka nchi mbalimbali. Nawaambia tu tuko tayari kuwapokea na tuko tayari kuwapa furaha walioifuata katika mkoa wa Iringa. Napenda pia kupongeza Sustainable Youth Development Partnership kwa kuandaa tukio hili kubwa na kuwawezesha vijana kupitia ajira, kujitokeza na kujitolea na ujasiriamali. Na niwapongeze aidha, napenda niwashukuru pia wadau wote ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa sehemu ya maandalizi na mkakati mkubwa tulionao wa Ruaha Marathon kwa mwaka huu. Naomba nimalizie kwa kusema kuwa tunapokimbia Great Ruaha Marathon, hatukimbii tu kwa ajili ya ushindi, tunakimbilia mustakabali bora
wa mazingira yetu, afya zetu na vizazi vijavyo. Kwa kauli hiyo, ninayo furaha kubwa kutangaza rasmi ufunguzi wa Great Ruaha Marathon 2026. Karibu sana Iringa, karibuni Great Ruaha Marathon na asanteni sana kwa kunisikiliza. Pamoja na statement hii niliyoisoma, naomba niseme maneno yafuatayo. Ni msimu mwingine kwa wananchi wa mkoa wa Iringa kupokea mbio zetu za kihistoria na za kipekee ndani ya nchi yetu, ambazo kwa hakika zimekuwa ni za tofauti na mbio zote tumewahi kuzishuhudia. Matarajio yangu ni kuwaona wananchi wote wa mkoa wa Iringa, Tanzania na nje ya Tanzania, tukijitokeza kuelekea Great Ruaha Marathon kuanzia tarehe 3 na kilele ikiwa ni tarehe 4, ili kuhakikisha kwamba tunashiriki katika mbio za pekee zinazofanyika katika hifadhi ya taifa ya Ruaha. Mimi mkuu wenu wa mkoa wa Iringa pamoja na wananchi tumejiandaa kikamilifu kushiriki na kuhamasisha wengine kushiriki katika mbio hizi. Hali ya usalama ya mkoa ni shwari, maandalizi ni mazuri na tuko tayari kutoa kila kinachohitajika kuzifanya mbio hizi kuwa ni za pekee ndani ya taifa letu. Pamoja na mbio hizi ambazo zinatarajiwa kufanyika tarehe 4 ya mwezi wa 7, naomba niwataarifu kwamba ni fursa ya pekee ya kiuchumi na kibiashara. Wananchi wote ambao wangetamani kuwa sehemu ya wanufaika wa mbio hizi, fursa iko wazi kujitangaza na kushiriki kikamilifu pamoja na waandaaji kuwa sehemu ya mafanikio ya kiuchumi kutokana na mbio hizi ambazo zinakwenda kufanyika. Lakini pia Mungu akitubariki uzima, tunatarajia Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuwa mgeni wetu katika mbio hizi za mwaka huu. Kwa mimi na wewe tuko tayari kumpokea mgeni wetu, lakini mimi na wewe tuko tayari kuonyesha juhudi zetu katika kilomita zilizopangwa, na mimi na wewe tuko tayari kujivunia medali za ushindi baada ya mbio kukamilika. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ridhaa yako, ile t-shirt tayari ipo ndani ya huu ukumbi. Kwa heshima ambayo tumeandaliwa, tafadhali naomba tulete running kit kwa mheshimiwa kwa ajili ya kuweza kuibariki kuelekea tarehe 4 Julai Ibuguziwa. Sijasikia makofi. Kwa heshima, mheshimiwa amesema tushuke chini hapa kwa ajili rasmi sasa ya kukabidhi running kit yetu ya Great Ruaha Marathon. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna t-shirt na tuna vest, na hizi zipo size zote, kuanzia size ya mtoto mpaka saizi ya mtu mzima, ambaye huyu mtu mzima ni above kilo 200 kuelekea 300. Kwa hiyo kwa heshima naomba wote tupige makofi mengi sana. Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa ameipokea running kit yetu salama, na sasa tuko tayari kuvibe na Great Ruaha Marathon. Great Ruaha Marathon. Asante mheshimiwa, sasa unaweza ukarudi ukiketi kwa heshima, ikiwa wapiga picha wameshapata picha nyingi sana. Tafadhali rasmi, t-shirt hii tayari ina ubunifu marathon. Kwa dakika moja naomba niweze kumwita mbunifu. Napenda kuwasilisha mbele yenu dhana na ubunifu wa kipekee wa Great Ruaha msimu wa 5. Tukio linalounganisha michezo, utalii, historia na utamaduni wa Tanzania, hususan mkoa wa Iringa na nyanda za juu kusini. Dhana kuu ya msimu wa 5. Msimu huu umejengwa juu ya wazo la utambulisho wa kipekee wa Iringa kupitia vipengele 5 vinavyobeba historia, maumbile na urithi wa eneo hili. Vipengele hivyo ni Iringa, Ruaha, Kudu, Mkwawa na Gangilonga. Vipengele hivi vimeunganishwa kwa ustadi mkubwa kuunda alama ya 5, kimaanisha msimu wa 5. Na kwa kuwa nilipokea mawazo yako nikiwa ofisini kwako kwamba katika msimu unaofuata lazima nitafute namna ya kuunganisha Iringa ionekane, nafikiri nimeweza kulitimiza hilo. Jezi ya Guruma msimu wa 5 si vazi la michezo pekee, bali ni chombo cha mawasiliano ya utamaduni na utalii. Muundo wake unaonyesha namba 5 inayoundwa na vipengele 5 vya msingi:
umezungukwa na michoro inayotokana na sanaa ya asili ya Gangilonga. Unaunganisha alama ya wanyamapori, harakati za binadamu na mazingira ya Ruaha. Kwa pamoja vinaunda taswira inayowakilisha Iringa kama kitovu cha utalii, historia na maisha. Ndugu mgeni rasmi, nimeweza kuonyesha alama kuu ambayo hiyo ukiangalia ndani mule ni namba 5 imechorwa, lakini kuna ubunifu ndani yake. Waheshimiwa viongozi na ndugu waalikwa, Great Ruaha Marathon Season 5 ni zaidi ya mbio, ni jukwaa la kitaifa la kuunganisha utalii, utamaduni, historia na afya ya jamii. Ni fursa kuionyesha Iringa na Ruaha kwa dunia kupitia simulizi inayovaliwa, kuonekana na kushuhudiwa. Tunawaalika kwa heshima kushirikiana nasi katika kuendeleza maono haya. Karibu Great Ruaha Marathon msimu wa 5. Tunasema ni kuvibe na kutalii. Gwara inakuhusu. Asanteni. Gwara inakuhusu. Great Ruaha Marathon ni kuvibe na kutalii. Gwara inakuhusu. Asante wote, tupige makofi mengi sana. Mheshimiwa rasmi, hiyo ni signature ya Gwara linakuhusu msimu wa 5. Picha pamoja hivi. Sasa je, Gwara inakuhusu. Gwara inakuhusu. Asante sana. Naomba pia Gwara inakuhusu. Gwara inakuhusu. Gwara inakuhusu. Asante sana Great Ruaha. Tafadhali. Chief Adam. Gwara. 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 Asante sana. Tafadhali naomba tupigie makofi mengi sana. Mheshimiwa, tuweze kusimama kwa ajili ya kuweza kumwaga mheshimiwa kuendelea na majukumu ya serikali. Baada ya hapo tuendelee na mkutano utafanyika chini hapo. Naomba tupige makofi mengi sana. Asante sana. Zoezi linalofuata ni zoezi la kushuka chini.